Yona Chilolo. Nakupata. Habari ya uzima baba? Habari ni nzuri, habari za huko? Salama kabisa. Habari za wapi? Kwa sasa niko maeneo ya Kibaha. Kibaha. Okay, huko nyumbani kabisa hapo. Okay, sawa kabisa. Habari za familia? Habari kwa familia inaendelea vizuri. Okay, sawa. Moja sababu ambayo tumeweza kukutafuta. Jamani, huyu anaitwa Yona Chilolo ambaye pia tumeona pia ni vyema pia tukazungumza naye kidogo hata kama dakika 2 3 sio mbaya. Ni mmoja wa watu ambao wasikilizaji wamemiss na pia wamemiss sana. Yona kwa kipindi cha hivi karibuni toka mwaka umeingia 2000, ningetamani kuweza kujua Yona malengo yake yakoje kwa sisi ambao pia ni mashabiki zake na ambao tunahisi kama Yona anataka kukaa kimya. Je, Yona ameamua kukaa kimya kidogo kwa mwaka huu toka umeanza au ana mipango gani? Tujiandae. Hebu tupatie pia malengo yako kwa ambao ni washabiki wa kazi zako, utuambie neno kutoka kwako baba. Okay, kwanza kabisa nashukuru kwa nafasi hii ndugu yangu Same. Mungu ametusaidia sana kutuleta mwaka huu. Kwa imani Mungu ametukumbuka ili kuendelea kufanya vitu katika ufalme wake. Sasa kama tumepewa nafasi ya kuingia mwaka huu, tunataka tufanye mambo mazuri zaidi, kama ni kuimba tuimbe zaidi, watu waendelee kubarikiwa zaidi, wale ambao walikuwa wanahisi au wanadhani kwamba tumekosea, sikukosei. Sisi wengine Mungu alituumba kwa ajili ya hiyo kazi ya muziki wa Injili. Kwa maana hiyo hata ukiona kimya ujue tunatunga sheria. Lakini bado tupo na kuna project tumeziandaa. Hususan kwangu mwaka huu ni mwaka wa kuachilia video kwa wingi, lakini pia ni mwaka wa kuachilia track single nyingi. Mwezi huu hapa nimeachia wimbo wangu mmoja uko pale unaitwa Mimi ni Yule Yule. Lakini pia kuna wimbo niliachia mwezi wa 12 unaitwa Sipiganaji Mwenyewe. Pia ziko video mbili pale nimeziachia. Video moja inaitwa ndio hiyo Sipiganaji Mwenyewe, lakini video ya pili inaitwa Mwaka Huu. Na video tuliachia mwezi wa 11 mwaka jana inaitwa Zamu Yangu Ni Lini. Nafikiria mwezi huu hapa wa kwanza wiki hii tunaweza tukaachilia wimbo mwingine tena hapo, audio track inaitwa Najitabiria. Okay. Bado mpya. Huo ni mpya kabisa, na pili wiki hii ndio tutaupandisha sasa rasmi ili uanze kufuatiliwa. Pale mahali tulipopata nafasi ya kufanya tulifanya, mahali ambapo mambo yalienda tofauti tuliachana napo. Kwa hiyo ni mwaka ambao kwa kifupi mimi siujutii, kwa sababu wakati naingia mwaka ukiangalia account zangu kama YouTube ilikuwa na watu nafikiri ilikuwa na watu 30,000 40,000 na lakini unapomaliza mwaka nakamilisha subscribers 64,000. Wow, hongera sana. Kwa hiyo nashukuru Mungu, siwezi nikasema ni mwaka wa changamoto, hapana. Kwa hatua ambayo Mungu ameniongeza, mimi naweza nikasema namshukuru Mungu sana, kwa sababu wapo wenzetu ambao bado wanaendelea kujitafuta. Mimi nashukuru sana, mashabiki zangu wamekuwa watu wa kuniunga mkono na kunisupport sana. Ukiingia YouTube, TikTok, Facebook, kote huko unawakuta na wanaendelea kunisupport vizuri. Sawa, hongera sana Yona. Na moja ya vitu ambavyo pia umeweza kuvifanya na vinaendelea kuishi ni moja ya nyimbo zako kuweza kujitofautisha, na umekuwa na uimbaji wako ambao pia umepata mashabiki zako. Na je, tutegemee Yona Chilolo akibadilisha staili ya uimbaji wake ama utaendelea kule ambao kwa tumeweza kuzoea? Sawa. Mimi na usemi mmoja unasema ukishakuwa muimbaji ni vizuri kuwa na identity. Identity maana yake ni utambulisho. Kwa sasa hivi ukipigwa tu redioni, hata kama mtu hajajua anayeimba ni nani wanajua, lakini pia haizuii kufanya staili zingine za muziki. Kwa maana nikisikia kuimba reggae nitaimba reggae, nikisikia kuimba zuku nitaimba zuku, nikisikia kuimba takeu nitaimba takeu. Lakini muziki wangu mimi ni chakacha. Kwa hiyo watu wategemee vitu mixta kidogo, wategemee utofauti, wategemee rumba, wategemee zuku, lakini pia siwezi kuiacha brand yangu, siwezi nikaacha muziki wa chakacha na upenda sana, ambao pia ni muziki ambao unaimbika kwa nafasi nzuri. Yes. Sawa. Na mimi pia bila shaka nitajaribu kidogo nipite kama Yona Chilolo. Kiwa napenda sana kusikiliza nyimbo
nikitoka studio nikienda nyumbani napokewa na watoto. Na wewe nani utaki kwa Yesu kuwa kuna raha. Umeona kisha Yona bwana sana. Yona ni moja ya watu ambao wanafanya vizuri sana kwa sasa. Kiukweli hatuwezi na uwezi amini Yona anafanya vizuri sana Kenya. Unalijua hilo kwamba muziki wako pia umepenya sana Kenya? By the way, najua watu wengi wanaonifuatilia. Yaani tukigawa 100, ndugu zangu wa Tanzania wana 40% tu. YouTube inaonyesha jinsi anavyofuatiliwa, anapozungumza wenda yuko sahihi kabisa. Kwa ni mtu mmoja ambaye anafanya vizuri na ana heshima kubwa kabisa katika mipaka ya nje ya nchi yetu. Kwa hiyo Yona bwana, sisi tukushukuru, na sisi ni mashabiki zako hapa unaotusikia, lakini hata wanaokusikiliza pia ni mashabiki zao, kwa sababu hawajazima redio, wako wanakusikiliza na wanakukubali na wana request ngoma zako, nyimbo zako, wanatusumbua kweli kweli. Kwa tunajua kwamba una timu kubwa kweli kweli nyuma yako. Moja ya burudani ambayo mimi naipenda inaitwa, na tafadhali Yona unipatie hiyo ladha kidogo, inaitwa nyumbani kwetu kuzuri. Kuna matope Yona baba, hebu tukiwa tunaagana baba, nitendee haki ndugu yako baba. Mkataba mtumwa, mcheza kwa utumwa. Waswahili walisema rudi nyumbani kumenoga. Nyumbani kwetu kuna raha, vitanda vyetu vya kamba, wanatuita washamba, ajira zetu miraba, vyakula vyetu mabada, mboga mlenda mgunda, matunda yetu masada, mkole matonga tonga. Nyumbani kwetu kuna raha, burudani mkwaju ngoma, kuna gombeko shiranga, kucheza kwa mduara. Nyumbani kwetu ni raha, ugali sio wa kukata, sahani yetu ni moja, tunakula kwa pamoja, ni watoto kwa wakubwa, tunauita Lugota. Nyumbani kwetu kuzuri. Kuzuri, kuna majumba. Hatari bwana Yona bwana wewe. Papa Yona huyo. Sasa tukushukuru sana Yona, na tukupe sana nafasi ya kuweza kwa hebu ngoja kidogo tu, huenda kuna mashabiki zako wameongea chochote kuhusu wewe, lakini pia mdaifu anasema naitwa David Marundo afanya mjini Morogoro, nasema nimefurahi kumpata Yona Chilolo kwa nyimbo iliyonigusa nyumbani kwetu kuna raha. Umeona Yona? Mmoja mchezaji alikuwa anaomba mtu akapandisha mashetani. Hii gosogosi ngoja tuangalie. Anasema Yona kabila gani? Yona sinanili Mkaguru bwana. Mkaguru. Safi kabisa. Nyumbani kwetu, kwa nyumbani kabisa. Anasema naogopa hadi lini hawatuwezi tu mimi ni mfipa bila shaka ni wachawi bwana. Haya, acha Bwana Yesu asifiwe, na wasalimia hapo mjengoni. Ukiwa ndani ya Yesu huwezi kupatwa na wachawi. Yona, ikikupendeza na ikimpendeza Mungu, utuletee nyimbo ya kuwasema wachawi. Yani kuwachamba, kuwasema, yani tu badi kuwasema. Wapema wakavu. Ukiwezekana kuwapiga, sio kuwapiga sana kusema tu. Wachambe, yani waseme hivyo kwenye nyimbo, hasa wakosoe. Bwana kuna mimi waishe kuja kuniloga. Sasa ikiwa zamani kidogo Kigoma kule. Sasa nimenunua TV. Sasa nitoka kidogo. Sasa kuja kurudi pale kijijini kama nimenunua TV. Sasa nitoka naangalia. Sasa unajua unatoka ukiwa ndani ghetto umelala, hicho sijaoa. Umelala na sebule ndio chumba hicho. Sasa unaangalia TV sasa kuna mtu umelala. Mungu achaye wamefikia. Sasa baada ya kwanza kuniloga akaanza kukaa wanashangaa TV pale. Sasa mimi nainuka kwenda kidogo uani, nakuta watu wako busy wanacheka na ngati TV. Sasa bwana uwaseme mnenda kumloga na Uncle Sami mkamshindu wachawi hao amwawezi baba tu. Yona kuna hapa anasema Uncle Sami, mimi mwenyewe nampenda sana Yona Chilolo, nazipenda nyimbo zake. Mimi mwenyewe ni Mkaguru mwenzangu, nisome kama Godfrey tokea maeneo ya Modeko. Anasema kumbe Yona Mkaguru jamani, siku zote hizo amjui. Anasema amina.
Yona Chilolo, uishi maisha marefu jamani, nyimbo zako ni migumu wako. Naitwa Eliza, anasema nampenda sana Yona Chilolo, vipi ameoa? We, Yona kaoa. Semaji wa Yona jamani, Yona umeoa? Ndio question kaka. Anasema nikioa nitawatangazia wote. Akioa atawatangazia wote. Yona hajaoa. Anasema moja kati Yona kati ya waimbaji ninawakubali Yona Chilolo. Asante sana. Anasema Yona ni mkaguru mwenzangu, hata juzi nimetoka Magubike kuzika niite David Malundo, mkaguru wa fire hapa Morogoro. Kumbe leo umeimba Magubike, kumbe ni nyumbani Yona. Nyumbani kabisa. Okay, sawa. Anasema nampenda sana Yona Chilolo, vipi ameoa? Yona bwana, kuna maono bwana. Anasema Yona yuko vizuri kaka. Kakaangu, Mungu awe nawe daima. Amen. Anasema habari za hapo mjengoni anko, mwambie Yona Chilolo namkubali sana, maua mengi kwake by Misilu. Misilu anasema maua yako mengi, alafu nahisi utayakuta kwangu hapa nitakupatia. Asante sana. Haya, anasema Anko Sami, kweli hilo unaloliongea ulipowaona wachawi uliwafanya nini Anko Sami siku nyingine hii? Yona, mimi nikushukuru sana, muda wetu umetukimbia sana. Yona, asante. Haya, neno tuage kwa neno moja tu kwa wasikilizaji na kusikiliza. Wanifuatilie, kazi ziko nyingi zinakuja, ninawapenda sana. Waende YouTube wakaandike Yona Chilolo. Aende YouTube wakaandike Yona Chilolo, pale watakutana na nyimbo zangu zote, lakini wasiache kusubscribe. Lakini pia niko TikTok, niko Facebook, jina langu ni hilo hilo Yona Chilolo official, tu sina jina lingine. Lakini pia kama ameingia YouTube kupitia Rise FM, aseme tu mimi ni fulani, nimekusikia Rise FM, nitamrequest pale, alafu tunaweza kupiga naye story 2-3. Niseme Mungu awabariki sana Rise, mmekuwa watu wa kuinua huduma za watu. Mungu awabariki sana Anko sana. Asante sana Yona, Mungu akubariki pia, nikutakie kazi njema kaka. Umeupiga mwingi, kuna anasema anaupiga mwingi mpaka unamwagika by Ana wa Azimio. Anasema Anko Sami, mwambie Yona Chilolo aimbe Yesu wewe unanipenda, Anodi toka maeneo ya Azimio. Yona namkubali sana nyimbo zake. Joshua Baba Glory wa Kasanga. Yona, kuna nyimbo yako watu watapenda kweli kweli, inaitwa Yesu wewe unanipenda, Yesu wewe, si ndio hiyo? Ndio hiyo nafikiri. Kidogo kama kwa sababu ni ya kitambo kidogo, kama inaweza kuwa faili hajafuta. Nakumbuka maisha yangu nilikotoka, shida nyingi na tabu nyingi zilinisonga, nikashindwa kuishi vyema, niliteseka, sio siri nilionewa, moyo wangu uliumia, baba yangu ukanigusa, ukanisaidia, ukutaka niaibike, moyo wangu usurubike. Yesu wewe unanipenda, Yesu wewe unanipenda. Asante sana Yona, Mungu akubariki sana. Shukrani sana ndugu yangu, wasalimie mjengoni hapa. Sana big talent kabisa kutoka kwake Yona Chilolo.